Mwanaume huyu aliendelea kuandika kwenye ubao wa chaki kwa kipande cha chaki bila kuacha. Wanafunzi waliokuwa chini wakichukua maelezo hawakuweza kuendana na kasi yake ya ajabu kabisa. Chini ya sekunde 10, masomo yote ya muhula mzima yalikuwa tayari yameandikwa kwenye ubao wote. Mara tu hapo, mwanafunzi mmoja alitembea na kumuomba amchongee penseli. Lakini bila kutazamia, alichomeka penseli hiyo ndani ya pua yake. Baada ya kugeuka, penseli ilikuwa tayari imechongwa vizuri kabisa. Ilionekana mwanaume huyu alitoka kwenye sayari nyingine. Alipofika duniani mara ya kwanza, aliona fedha za karatasi kwenye duka kubwa. Kwa ukaguzi rahisi tu, alinakili kila maelezo kwa ukamilifu. Kisha, aliingia kwenye chumba cha kujaribia nguo na kuanza kuzalisha kwa wingi noti za kugushi. Lakini uwezo wake wa kipekee haukuishia hapo. Alijiunga na mashindano ya kula hotdog. Wakati kila mtu mwingine alikuwa akivuja jasho na kupambana, yeye aliendelea kujaza hotdog mdomoni mwake moja baada ya nyingine. Chini ya dakika moja, alimaliza hotdog 100 na papo hapo alivunja rekodi ya dunia ya Guinness. Hata hivyo, watu wadogo waliongoza kuishi ndani ya mwili wake wote, walibanwa na hotdog hizo, ikawaachia bila nafasi ya kusogea. Mwanaume huyo alikimbia haraka kwenda msalani. Wakati hotdogs zilipokuwa zikitoka kwa kasi moja baada ya nyingine, sauti hiyo ya kuridhisha ilimfanya mzee aliyekuwa na choo kigumu kumuonea wivu sana. Wakati akivuka barabara, aligongwa ghafla na gari na kurushwa juu. Dereva mwanamke alitishwa sana na kuogopa, lakini yeye alisimama tu tena, kisha akachechemea kuondoka eneo hilo. Alipata uchochoro uliojificha na kuwaruhusu watu wadogo walioko ndani ya mwili wake kutoka nje. Mara moja walianza kutibu majeraha yake. Alipokutana na kundi la majambazi, hakuonyesha hata kidogo hofu. Aliminya kwa upole tu mdomo wa bunduki ya jambazi huyo, na papo hapo ikajipinda na kuharibika umbo. Kitendo hicho cha kushangaza karibu kimtoe macho jambazi huyo. Hata hivyo, hakuja duniani kwa ajili ya kujifurahisha tu. Bado alikuwa na mpango wa siri wa kutekeleza.